Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Watukufu wanafunzi wa madrasatu Mufti Isa Shabani Simba na kina mama wa madrasatu Mufti Isa Shabani Simba na wajumbe wa kamati ya maendeleo ya Masjidi Mufti Isa Shabani Simba. Awali ya yote hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha siku hii ya leo kutekeleza lile ambalo tulikuwa tumeliazimia kwamba leo ni siku maalum ya kuomba dua maalum, kwanza kwa vijana wetu ambao walikuwa ni wanafunzi wetu miaka ya nyuma walipita madrasa hii, wako maeneo mbalimbali katika nchi yetu na wengine wako nje ya nchi, kwa jambo adhimu waliolifanya kwa ajili ya madrasa yao ya kutengeneza madawati 40 hayo mliokalia na kukabidhi kwa ajili ya wadogo zao, watoto wao wakalie madawati hayo kama walivyokuwa wao wakikalia ndani ya darasa hili. Kwa hiyo leo ni dua maalum kwa ajili ya kuombea vijana wetu hao. Lakini pili, dua hii pia tumekusudia kumwombea ndugu yetu kipenzi chetu Sheikh wa mkoa wa Mwanza na timu yake kwa ahadi yao walioahidi kwa ajili ya kuwaunga mkono kamati ya maendeleo ya Masjidi Mufti Simba katika mradi wao wa viti, matenti pamoja na masufuria yale makubwa na masinia kwa ajili ya kuingiza kipato kwa ajili ya maendeleo ya dini katika msikiti wetu. Sheikh aliahidi na wiki moja iliyopita ametekeleza ahadi yake, yeye pamoja na wana Mwanza. Kwa dua hii tunaombea pia na wao. Lakini pia tutawaombea dua hii. Mwisho wa dua hii tutafanya kisomo maalum kifupi kwa ajili ya kuombea dua waasisi wa msikiti huu na waasisi wa madrasa hii wakiongozwa na almarhum Mufti Sheikh Isa Shabani Simba. Mufti Sheikh Isa Shabani Simba ndiye aliyekuwa mkuu wa msikiti huu, lakini ndio alikuwa mudiri wa madrasa hii, na msaidizi wake alikuwa almarhum Sheikh Hamisi bin Juma. Lakini kuna wazee wetu waliotoa mali zao na muda wao kwa ajili ya kuhakikisha msikiti unajengwa na madrasa hii inajengwa. Baadhi yao wameshatangulia mbele za haki, akiwemo almarhum Aidha Mtawa, mdogo wake na marehemu Mzee Mtawa, almarhum Alhaji Hussein Mtebwa, almarhum Haji Umar Kago, almarhum Imam Qasim Muhammad, lakini na muadhini wetu wa kwanza almarhum Mzee Shabani Nzila Sumilinda Ndekulejo, na baadhi ya wazee wetu almarhum Mzee Saidi Mbozu, almarhum Mzee Hamadi Mansur, almarhum Mzee Hilali Nasr Shibibi, Hilali Saidi Shibibi na almarhum Nasr Saidi Shibibi na wengine wengi. Tutaombea dua Mwenyezi Mungu ajalie nuru katika makaburi yao, na walio hai tutaendelea kuombea dua mzee wetu Mzee Mlenda, Mzee Hussein Kaburwe na wengine wengi
walifanya kazi wakiwa viongozi wa msikiti huu kujenga madrasa hii na kujenga msikiti huu. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu, awape afya, awakunjulie milango ya riziki. Lakini pia tutaombea dua wazazi wetu waliotuzalia watoto hawa. Kuna wengine hapa ni mayatima, wataombea dua wazazi wao huko waliko. Kupitia dua hii Mwenyezi Mungu aondoshie adhabu za kabri. Basi na sisi tulio hai, Mwenyezi Mungu kila mmoja atatia nia, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika maisha yake haya ya dunia na akhira. Na hawa vijana wetu tunaombea dua kwa sababu ni wachache sana kuangalia eti madrasa. Hawa vijana wengine wako serikalini. Vijana wengi asilimia kubwa walioko serikalini atajali shule yake ya msingi aliyosomea, sekondari aliyosomea, huwa wanajigrupu, unaona wanatoa michango kwa ajili ya shule waliosomea, lakini sio madrasa. Kama wapo basi ni madrasa chache, ni vijana wachache sana katika nchi hii ambao wanaweza wakatoa sadaka zao eti kwa ajili ya kurudisha shukrani zao kwenye madrasa waliosomea. Wataenda huko kwenye shule walizosomea kwa sababu wanajua ndizo zilizowapa ajira. Baada ya kusoma huko wameajiriwa serikalini kwa elimu ile. Elimu hii huwezi kuajiriwa serikalini, lakini ndio elimu yenye manufaa makubwa duniani na akhera. Kwa hiyo hawa watoto inaonyesha namna gani wazazi wao waliwalea katika maadili, na tunashukuru sisi walimu wao tumewalea vizuri mpaka wanafikia mahala wanakumbuka mambo kama haya. Kwa hiyo tuombe na vijana wengine kote nchini, msisahau madrasa zenu. Huu ndio uwekezaji mkubwa duniani na akhera. Maana ukiwekeza hapa umewekeza duniani, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika maisha yako hapa duniani, lakini umewekeza akhera kwenye maisha ya milele. Haya walioyafanya hapa watayakuta huko. Hawa watoto watakaa juu ya dawati hizi, watasoma Qur'ani kama alivyosema Mtume, kila herufi moja thawabu 10, unapandishwa daraja 10, unafutiwa madhambi 10. Watoto watakaa juu ya madawati haya walioyatengeneza, thawabu zitawaendea muda kwa madawati haya yapo, kama wanavyoendelea kupata thawabu wazee wetu ambao walituachia vitu kama hivi. Kwa hiyo tutafanya dua mwishoni kwa ajili hiyo. Lakini dua hii ya leo tunasoma kitabu cha dua Tayyibul Asma'i. Hakijazoeleka sana kwenye mikusanyiko, tumezoea Wasilatu Shafi, lakini leo vijana wenu mmoja atatabaruku kwa niaba wenzake kusoma Wasilatu Shafi, na sisi tutaitikia ya Allahu ya Latifu Rabbi farij alaina ya Allah. Atatuanzia baadhi ya abiati za dua hiyo mwanafunzi wetu kwa ajili ya kuombea wanafunzi wenzake, Bi Firdausi binti Juma. Yeye ndo ataanza na afu nitamalizia mimi, na dua ya mwisho kabisa itaombwa na Bi Zulekha binti Zaidi Tambwe. Yeye ndo atasoma dua ya mwisho. Baada hapo tutasoma Ikhlas 11 kwa ajili sasa ya kuwarehemu viongozi wetu, wazazi wetu na ndugu zetu waliotangulia mbele za haki, na baada hapo tutakuwa tumemaliza shughuli yetu ya leo. Sasa napiga fatha, alafu nimuombe Bi Firdausi binti Juma kwa niaba ya wanafunzi wenzake atuongozee dua ya Tayyibul Asma'i, alafu nitamalizia mimi. Wabillahi tawfiq. Al-Fatiha.